tokea ama technical mistake ambayo ilifanyika wakati unit 8200 na unit 9900 zinafanya execution mbalimbali. Ilikuwa ni kuto itabiri Iran nini ambacho watakifanya. Naposema unit 8200 ilikuwa ni makao makuu ya Mossad, moja kati ya unit ambayo ilikuwa inakusanya taarifa kutoka katika makazi ya Ayatollah Khamenei. Unit 9900 ni CIA, Central Intelligence Agency ya Marekani, shirika la kijasusi la Marekani ambalo limestation katika nchi ya Australia kuhakikisha kwamba wanamuondoa Ayatollah Ali Hussein Khamenei. Tukio lilifanyika katika siku ya kwanza ya mashambulizi na Ayatollah akawa ameuawa. Kifo cha Ayatollah Khamenei kilisababisha kitu kimoja kinaitwa power vacuum, ambapo katika majina matano ya yeye aliyoyapendekeza ya watu ambao wanapaswa kurithi nafasi yake endapo atauawa, ilikuwa Ali Rarijan kijana alikuwepo, Mohamed Galbaf alikuwepo na wengine watatu katika ile orodha walikuwepo. Hakumweka mtoto wake Mojtaba Khamenei, hakumweka katika orodha. Sasa kwa nini hakumweka? Kuna kisa ambacho kilisababisha kutomweka mtoto wake, ambacho kisa hicho kinaanzia wakati ambapo Mojtaba akiwa na miaka 17 anajiunga na jeshi kwenda kupigana vita ya Iran dhidi ya Iraq. Alijiunga katika kikosi kinaitwa Habib Battalion. Kikosi hicho ndo kilitengeneza kitu kinachoitwa Triangle of Power, mstatili wa madaraka nchini Iran ambao ndo unaendesha nchi kwa sasa. Triangle of Power kulikuwepo na General Mohsen Rezai, alishastaafu, lakini baada ya Mojtaba kuingia madarakani amemtoa kwenye kustaafu, amerejea. Alikuwa ni mwalimu wake na aliyempokea katika Habib Battalion. Kuna mtu mwingine anaitwa Hussein Taib, alikuwa ni mkuu wa intelijensia wa Habib Battalion na majeshi la Iran IRGC, yupo madarakani kwa sasa. Lakini pia Mohamed Galbaf ambaye ni spika wa bunge, naye alikuwa ni moja kati ya walimu wake. Kwa hiyo kwa pamoja wanatengeneza kitu kinaitwa Triangle of Power. Yeye alipoingia madarakani akawarejesha watu wake. Baba hakumpa nafasi kwa sababu anaamini kiasili yeye ni hardliner, na wakati yuko madarakani yeye ndo alikuwa anaendesha operations za kijeshi na intelijensia mbalimbali. Na unakumbuka ndo mtu ambaye aliwahi kulaumiwa na mtu anaitwa Mehdi Karabu, ambaye yeye alimlaumu kwamba wakati wanagombea urais kati yake yeye na Rais Mahmoud Ahmadinejad, anadai kwamba Mojtaba Khamenei akishirikiana na wadau mbalimbali akiwemo Brigadier General Ahmed Vaidi walihusika katika kuhakikisha kwamba yeye ashindi hicho kiti cha mamlaka. Hiyo moja kati ya watu ambao walikuwa na walaumu. Sasa kuna kitu kimoja ambacho kinaendelea baada ya kuuawa kwa majenerali wengi ambao kiasili mzee Khamenei alikuwa na viongozi ambao walikuwa wanafanana naye yeye kariba. Walikuwa si wakatili sana, si wakali sana na si wapole sana, walikuwa kati. Lakini Mojtaba ana watu ambao ni wabishi, watu ambao wanaitwa hardliners ambao ndo wanaendesha nchi. Kifo cha mkuu wa majeshi wa Iran Mohammad Pakpur ilimpa nafasi mtu anaitwa Brigadier General Ahmed Vaidi. Ahmed Vaidi yeye kwa sasa ndio kingpin, ndo kiongozi wa jeshi la Iran kwa maana IRGC. Alafu mkuu wa usalama wa baraza la usalama la Iran ni General Mohammad Bagher Zogdar. Huyu naye ni hardliner pia. Alafu mshauri wa kiongozi mkuu ni General Yahya Rahmi Safavi, ambaye huyu ndo alikuwa pia mshauri wa baba yake kabla hajafariki. Kwa hiyo hao wote watatu pia ni hardliners. Sasa kilichopo sasa hivi ni nini? Kilichopo sasa hivi ni kwamba hata mazungumzo ya kijeshi, maridhiano mbalimbali, wanajeshi wa Iran wanakopo wengi wanaenda katika meza mazungumzo. Hawa kina Abbas al-Ghachi huwa wanakwenda, lakini wanajeshi pia wanakuwepo. Hata Mohamed Galbaf ambaye ni spika wa bunge, kumbuka yule ni mwanajeshi pia IRGC na ameongoza jeshi la anga. Kwa hiyo ni mtu wao. Sasa kuna kitu ambacho kilitokea wakati Israel wanaua viongozi wa juu, waliweka katika red list
walimweka Abbas al-Ghachi na Mohamed Galbaf kwamba hawa ndo wanaofuata kuwaua. Sasa mkuu wa majeshi wa Pakistan Field Marshal Asim Munir aliipata hiyo taarifa ya kiintelijensia, akawapigia Marekani na kuambia kwamba mnataka kuwaua, Israel anataka kuwaua hawa viongozi wawili, lakini hao ndio viongozi pekee wa mwisho ambao tunaweza tukajadiliana nao. Wakiuawa hawa, kitakachotokea baada hapo itakuwa ni kigumu. Na Marekani akatoa taarifa kwa Israel kwamba watakiwa kuwaua wale watu, na wale watu wakaendelea kusurvive, ili wakiamini kwamba kuna nafasi ya kuweza kufanya mazungumzo, ama kuweza kuna nafasi ya kuweza kukaa chini na Iran na kufikia hitimisho. Sasa kuna mtu mmoja anaitwa Abduraza Davari. Huyu alikuwa ni mshauri wa Rais Mahmoud Ahmadinejad. Yeye alihojiwa na New York Times, anasema kwamba nchi kwa sasa power iko decentralized, kwa maana ya kwamba majenerali wana nguvu kubwa sana, kwa sababu Moshtaba amewapa hiyo nafasi na ni rafiki zake, ni watu ambao anawaamini sana. Na ukitaka kuamini hilo, hata katika mbio za urais zinazofuata, Masoud Pezeshkian ni daktari, ana nafasi ndogo ya kushinda, huenda, sina uhakika sana, kwa sababu kuna mtu anaitwa Said Jalil, professor huyu. Said Jalil ni hardliner pia, na ni moja kati ya watu ambao pia walikuwa sidelined na mzee Khamenei. Na hata Brigadier General Ahmed Vaid ambaye ni mkuu wa majeshi wa sasa wa Iran, naye pia alikuwa sidelined na mzee Khamenei, kwa sababu yeye alikuwa apendi sana watu wenye misimamo mikali. Yeye alikuwa ni mtu wa diplomasia sana, lakini hawa watu ndo sasa wanaongoza taifa la Iran kwa wakati huu, wakisubiri kiongozi mkuu aweze kupona. Wao ndo wanaongoza nchi na wako kwa chini ya matibabu. Kiongozi mkuu yupo chini ya matibabu ya waziri wa afya na Rais Masoud Pezeshkian, kwa sababu yeye pia kitaaluma ni daktari, na wameshamfanyia pasuaji mbalimbali ya mkono, pasuaji ya mguu mmoja na mkono, lakini pia uendo akamfanyia plastic surgery kwa mujibu wa New York Times, kuona kwamba anakuaje sawa, ili aweze kurejea kundini na kuendelea kuiongoza nchi yake. Kama ambavyo pia nimesema kwamba kwa kufikia hapo pia niwakumbushe washikaji zangu kwamba shirika la bima la taifa kwa maana NIC wana vitu vingi kwa ajili yako. Kuna bima ya majanga, bima ya gari, bima ya nyumba, kuna hadi bima ya kilimo, kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda vizuri. Cha kufanya, tembelea Play Store ama App Store leo hii, download application ya NIC kiganjani, ili uweze ku-access huduma mbalimbali ambazo tunazitoa pale, ili uweze kujikatia huduma unayotaka, iwe ya gari, bima ya gari yako, iwe ya biashara, iwe ya jengo, vyote unaweza kuvipata pale kutoka shirika la bima la taifa NIC.